Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika kasi, lakini Kremlin inasema bado wanashirikiana na Marekani suluhu ya Ukraine. Ikulu ya Urusi Kremlin imesema nchi hiyo na Marekani zinalifanyia kazi suala la makubaliano ya amani kwenye vita vya Ukraine na uimarishaji wa mafungamano kati yao. Msimamo huo wa Urusi unakuja licha ya kauli ya Rais Donald Trump kwamba amekerwa na Rais Vladimir Putin. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari kwamba Moscow inaendelea kushirikiana na Washington na kwamba Putin yuko tayari kuwasiliana na Trump. Siku ya Jumatatu, Trump alikiambia kituo cha television cha NBC kwamba amekasirishwa sana na Putin kukosoa uhalali wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, huku akitishia kuwawekea wanunuzi wa mafuta ya Urusi ushuru wa hadi 25% mpaka 50%. Vile Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha kukerwa kwake na taarifa kutoka pande zote mbili za mzozo wa Ukraine. Katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Levitt anasema rais anafanya kazi kwa bidii sana kupata makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine, na ameelezea kutofurahishwa kwake na maoni ambayo yametolewa na viongozi wa pande zote mbili za mzozo huu. Alisema ameeleza kile anachoamini kinahitaji kufanyika ili kuona mgogoro huu unafikia mwisho. Anaendelea kufanya kazi kwa bidii sana na timu zetu zinaendelea kushirikiana. Trump aliambia NBC mnamo Machi 30 kwamba ataweka ushuru wa pili kwa mafuta ya Urusi ikiwa Moscow haitafanya makubaliano ya amani juu ya Ukraine. Kwa mujibu wa kanali hiyo ya television, rais wa Marekani pia alisema amekasirishwa sana na matamshi ambayo rais wa Urusi Vladimir Putin alitoa kuhusu Volodymyr Zelensky na maafisa wa Kiev, akiongeza kuwa matamshi hayo hayaendi katika eneo linalofaa. Zaidi ya hayo, Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba Zelensky anatazamia kujiondoa kwenye mpango wa ardhi adimu. Ikiwa atafanya hivyo, ana matatizo makubwa, rais wa Marekani alisema. Vile wanajeshi wa Urusi wamewaondoa wanajeshi zaidi ya 21,900 wa Kiukraine na mamluki wa kigeni katika mapigano kwenye mipaka ya Jamhuri ya watu wa Lugansk mnamo Machi, ambayo ni karibu 1,800 zaidi ya Februari. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema mnamo Machi jeshi la Ukraine liliendelea kupinga na kujihusisha na shughuli za kigaidi. Nguvu ya uhasama iliongezeka kidogo ikilinganishwa na Februari. Vikosi vya wanajeshi vya Urusi vimekuwa vikitimiza kwa ujasiri majukumu ya operesheni maalum ya kijeshi na maeneo yaliyokombolewa. Hasara za Ukraine kwa kipindi zilifikia takriban wanajeshi 21,920. Marochko alisema kuwa wakati wa Machi wapiganaji wa Urusi waliingia sana kwenye ulinzi wa Ukraine na kuboresha nafasi zao kwenye safu nzima ya mawasiliano. Vile raia 12 wamejeruhiwa kutokana na shambulio la mapema asubuhi la ndege isiyo na rubani ya Ukraine kwenye basi huko Gorlovka katika Jamhuri ya watu Donetsk. Mamlaka inasema vikosi vya jeshi la Ukraine walishambulia basi tena. Ivan Pridoko, mkuu wa wilaya ya jiji, aliandika kwenye chaneli yake ya Telegram. Idadi ya raia waliojeruhiwa wa Gorlovka imeongezeka hadi 12, mwisho wa kumnukuu. Vile raia 13 wamepata majeraha katika shambulio la makombora la Ukraine dhidi ya Gorlovka katika Jamhuri ya watu Donetsk Jumanne asubuhi. Mkuu wa wilaya ya mjini Ivan Pridoko anasema hayo yakiendelea kushika kasi. Sasa nikupeleke kwa waziri wa mambo ya nje wa taifa la Hungaria Peter Szijjártó, ambaye huyu na taifa lake wameonekana kuwa moja ya watu ambao wanapinga kuendelezwa mzozo wa Urusi dhidi ya Ukraine. Umoja wa Ulaya unafanya juhudi za dhati kuhakikisha Ukraine inajiunga na jumuiya hiyo mapema, lakini hisia za watu wa Hungaria zinaweza kuwa kikwazo kikubwa kwake. Waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungaria Peter Szijjártó anasema Brussels inafanya juhudi kubwa zinazolenga kuharakisha kujitoa kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya. Ni fedheha kubwa, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Hungaria alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Hata hivyo, Brussels pia inajua kwamba kuna kikwazo kimoja tu kinachowezekana. Szijjártó aliendelea, haya ni maoni ya watu wa Hungaria ambayo serikali ya nchi hiyo itawakilisha katika mashauriano na mamlaka ya Umoja wa Ulaya, waziri huyo alisisitiza. Vile Marekani inapinga wazo la utawala wa nje wa Ukraine na inaamini kuwa njia ya kuelekea suluhu ya amani nchini humo inatokana na mazungumzo kati ya Moscow na Kiev. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Tammy Bruce anawaambia waandishi wa habari, tunafanya kazi kwa kutambua kwamba mazungumzo yatahitaji Urusi na Ukraine kufanya maamuzi magumu na maelewano. Na tunafanya kazi na Urusi na Ukraine na tumejitolea kuendelea na kazi yetu ya kuwaleta kwenye meza mazungumzo. Kulikuwa na wazo kutoka Urusi kuhusu utawala wa muda ambao haukuthaminiwa na rais wa Marekani.
Ukraine ni demokrasia ya kikatiba. Utawala nchini Ukraine unaamuliwa na katiba yake na watu wa Ukraine, msemaji huyo alisema. Tumejitolea kwa diplomasia muhimu ili kufikia usitishaji kamili wa mapigano na kuleta pande zote kwenye meza mazungumzo kwa ajili ya suluhu ya mwisho na ya kudumu. Rais Donald Trump ameweka wazi kwamba Urusi na Ukraine zinahitaji kuhamia katika usitishaji vita kamili. Sasa hakuna hata moja kati ya hayo ambayo imebadilika. Vile utawala wa Marekani ungependa kuona Urusi inafanya makubaliano ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Rais Donald Trump anasema akijibu swali kuhusu uwezekano wa kuanzisha vikwazo vya pili dhidi ya Urusi upande wa mafuta. Anasema hapana, nataka kumuona Rais wa Urusi Vladimir Putin akifanya makubaliano. Trump alisema akijibu swali la mwandishi wa habari kwenye ikulu ya White House. Vile Trump anasema Marekani inaamini kwamba Urusi itaingia makubaliano na Ukraine, lakini iko tayari kuweka vikwazo kwa mauzo ya mafuta ya Moscow ikiwa ni lazima. Akijibu swali sawia, Trump alisema kuwa ana uwezo wa kupata makubaliano juu ya makazi ya Ukraine, na ikiwa anaweza kufanya hivyo, nadhani ni jambo la thamani sana kufanya. Nataka kuhakikisha kwamba yeye Putin anafuata, na nadhani atafanya hivyo. Sitaki kutoza ushuru wa pili kwa mafuta yake, lakini nadhani unajua ni kitu ambacho ningefanya ikiwa nilifikiri kuwa hafanyi kazi hiyo, Trump alisema. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.